Hapa tuko ni barabara ya Mitwaba penye panashukiaka mai hiyo paka kilalo. Kuna chunga intervention ya kutoka Mitwaba hiyo jinsi ya kuwapopola Mungu na Akimi Kanyama Kasese anakimbia, tuko mu advance. Hii ni mtoni ya mai yenye inapita pa kilalo cha Mitwaba. Hii ni kurbi konga etombe, konga inanguka. Mungu naye kwa hapa tuko na karibu tena ndani ya Media Bukavu TV kwa habari zetu za asubuhi mapema muda wa saa 1 kamili leo tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Tunakuja kuwapasha habari zetu mara kwa mara. Kama ni mara yako ya kwanza unakuja kujiunga na sisi, endelea kufanya subscribe, like, comment ili tuendelee kujua tayari wewe ni shabiki kutokea eneo gani. Na kwa kweli nashukuru zaidi mashabiki wanajitokeleza kwa wingi zaidi na kuungana na sisi ndani ya Media Bukavu TV. Ukiangalia nambari yetu ya simu iko hapo, na kama kuna mengi zaidi unataka kuchuuza na sisi pamoja ama unataka kuongea na sisi ndani ya Media Bukavu TV, tuma ujumbe wako hapa, tutakuja kusoma haraka mara kwa mara. Na kama unataka kuzungumza na sisi kwenye television, tuma ujumbe wako, tutakupatia nafasi ya kuongea na sisi mara kwa moja. Na kama kuna mengi zaidi unataka kupasha watu habari ndani ya media, tuma ujumbe, tutakupatia program ili utakuja kuzungumza na sisi ndani ya live. Na sasa ni sisi ndani ya Media Bukavu. Ukiwa unaniona mara kwa mara, ujue tayari nimekuletea habari ya usalama, habari ya mambo yanayopatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kabla nikuje kufungua kurasa zangu ama nifungue peji zangu za uwanja mapambano ama ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ama mainchi kingine kigeni ama sio, nitakuja kuwapeleka katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo sehemu tayari mara kwa moja. Nafungua kurasa zangu katika eneo ya Uvira na Walikale na kuwapelekea ndani ya eneo ya Ruchuru kuelekea huko Beni. Ndakuja kuwaletea mambo tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kuwapasha General Jean-Pierre Kasongo. Na kwa kweli katika generali wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC alikuwa pamoja na Rais Kiseketi ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na ameendelea kupambania wanajeshi, kupambania raia ama population, na kwa sasa iko eneo ya Lubumbashi. Na kwa sasa ili kurasa zangu nitakuja kuwapasha habari zingine kutoka ndani ya Jamhuri ya Rwanda. Anaitwa Louise Mushikiwabo, madame francophone wa East, ndani ya East kushimamia Afrika, kwa sababu kumbuka Louise Mushikiwabo ndio anasimamia langue de française in Africa. Sasa tutakuja kuzungumza mambo mengi zaidi. Kuna mengi, kauli mingi alizungumzia kwa sababu ya langue française, kwa sababu nitakuja kuwapasha mara kwa moja. Sasa naanzia habari zetu mara kwa moja kuwapeleka katika eneo ya Walikale na huko Ruchuru na kuwapeleka Butembo na kuwapeleka tayari eneo ya Beni na katika eneo ya Mambasa. Tayari katika eneo ya Mombasa tangu tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 mapambano iliendelea katika wanajeshi wa RDF pamoja na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na wazalendo. Na kwa sababu kumbuka Mombasa na kuelekea katika eneo ya Beni kunajaa wanajeshi RDF wanaendelea kupambana na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na pamoja na jeshi la Uganda likiungana na serikali ya Kongo kupambanisha wahasi hawa wa RDF. Kumbuka wanajeshi wa RDF bado hawajashirikiana na wanajeshi wa M23. Wanajeshi RDF wanapambana kivyao na jeshi la M23 wanapambana kivyao. Na kuja kuwapeleka eneo ya Ruchuru na Walikale wanajeshi wa M23 tangu tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 wanajeshi wa M23 wanaendelea kupambana na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika eneo ya Ruchuru na kuelekea eneo ya Walikale. Hatua viongozi vya chama vya serikali vya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kutokea sehemu ya Walikale kwa sasa wameendelea kuigiza wanajeshi kwa wingi zaidi, kuendelea kukumbatiana pamoja na wanajeshi wa wazalendo kushambulia kambi za wanajeshi wa M23 katika eneo ya Walikale sehemu tofauti. Na kuja kuwapeleka mara kwa moja katika mji ya Uvira mara moja kuwapasha habari zetu tayari. Hatua wanajeshi wa wazalendo katika eneo inayoitwa Mukera na katika grupema ya Mutama. Mwanajeshi wa katika ndani ya Ulaya ya Fizi katika eneo hili tangu tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 huko kulipigwa masasi mengi zaidi mpaka wakaaji kutokea eneo ya Mukera na sehemu ya Mutama na ndani ya Ulaya ya Fizi walikimbia katika eneo lilikuwa kwenye soko katika maeneo tofauti, walikimbia kupitia mlipuko wa masasi ulilia tangu tarehe 19. Lakini katika ukweli ni hivi, mwanajeshi huyo aliyopiga masasi ilikuwa ni mwanajeshi wa mzalendo, tayari alikosha kunywa pombe, amelewa zaidi na akaendelea kufiatua marisasi kiolela olela. Lakini
wanajeshi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ama wa raia population kutokea eneo ya Mukera na sehemu ya Mutama na ndani ya wilaya ya Fizi wameomba usalama ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuchukua wanajeshi wote wanaokumbatia eneo hili wawapeleke kwenye kosi kuwafunza ni vipi inabidi watumie silaha, kwa sababu wanajeshi kutokea eneo hiyo wa wazalendo wanatumia kifaa cha silaha vibaya mno. Wanaitumia kwa njia sio nzuri, wanaitumia kwa kupiga masasi ngisi wanavyotaka, kwa sababu watu wa raia walikuwa katika eneo ya Mukera, kwa sasa hawajarudia katika eneo kwao kwa sababu ya mlio wa masasi hiyo. Lakini mwanajeshi huyu wa mzalendo inaonekana tayari alikuwa na mambo mengi zaidi katika akili yake, na sasa ameshikwa katika mikono ya serikali ya wazalendo, wanaendelea kumtibu na kumpatia malipizi na kuja kuwapeleka mara kwa moja. Mkiangalia katika wanajeshi wa RDF pamoja na jeshi la kamanda Kambale PKM gisi unavyomwangalia hapo, huyu anaitwa Kambale PKM ameenda kushambulia wanajeshi wa RDF katika eneo ya Beni, Rubelo, Mambasa, Ilota inaitwa Iloto na katika eneo hili. Na kumbuka ndani ya media Bukavu endelea kuwapasha habari zinazopatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kinifuatilia endelea kuwapasha habari zingine. Hatua kamanda huyo Kambale ameshambuliwa, ukiangalia kisi wanajeshi ni wengi zaidi, wameenda katika uwanja wa mapambano. Wanasema kila sehemu adui yako watabidi wafike, wanasema kwa sasa inabidi wafike mpaka eneo ya Goma, lakini katika eneo hili sijui kama watafaulu. Na kuja kuwapasha habari lingine kuelekea katika chama cha serikali cha wazalendo katika ndani ya mji wa Goma. Kumbuka leo jana tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 Waislamu wa Goma walikuwa wanafurahia, wanasherekea Ramadhani, lakini vikosi vya wanajeshi wa waasi M23 walisherekea hapo pamoja na kiongozi anaitwa Colonel Nanga katika eneo hii ya mkutano. Hebu tusikilize hapo kunaendelea vipi. Tayari Colonel Nanga alizulisha pamoja na jeshi lake katika eneo hii. Kwa sasa mambo ikiendelea kabisa katika sehemu tofauti, na kuja kuwapeleka sasa kuwapasha habari zingine kutoka katika eneo ya Katanga. Wanajeshi wa wazalendo, wanajeshi hawa wazalendo kutokea katika eneo ya sio wazalendo, wanajeshi wa Katanga hawa wanaitwa Groupe Armée de Katanga Libération du Congo wamepiga eneo inayoitwa Ngonga katika ndani ya teritwari ya Mitambwa, kwa sasa katika eneo ukiangalia katika barabara hili tayari ni hao wako katika eneo hiyo. Hebu tusikilize hiyo wanasema nini hapo. Hapa tuko ni barabara ya Mitwaba penye panachukiaka mai hiyo ipaka kilalo, tunachunga intervention ya kutoka Mitwaba hiyo jinsi ya kuwapopola Munguna Hakimi Kanyama Kasese anakimbia, tuko muavance. Hii ni mtoni ya mai yenye inapita pa kilalo kya Mitwaba. Yoi ni kurbi konga etombe, konga inanguka. Munguna iko hapa tayari inakuja kuwapeleka kwa sababu Madame de Rwandaise Louise Mushikiwabo, Madame de Francophone Africa, amezungumza pamoja kuhimiza watu wote wanaoongea lugha ya Kiswahili. Na kwa sasa hebu tumsikilize anasema nini. Lugha ya Kifaransa tafadhali, tumsikilize anasema nini hapo. Madame de Française de anglophone dans une Afrique, les présentations, c'est lui qui présente langue de francophone in Africa. Il faut écouter la message. Ce 20 mars 2026, journée internationale de la francophonie, placée sous le signe d'une jeunesse porteuse d'innovation et de solutions au service du dialogue et de la paix, je m'adresse à vous à la fois avec de la joie et de l'optimisme, mais également avec un peu de gravité. La joie d'abord, celle d'avoir lancé récemment à Québec la 6e édition du rapport La langue française dans le monde, dont les chiffres sont encourageants. Le français progresse, passant de la 5e à la 4e place des langues les plus parlées, avec près de 400 millions de locuteurs sur les 5 continents. Cette dynamique repose en grande partie sur notre jeunesse. Les moins de 15 ans représentent aujourd'hui près d'un tiers des francophones dans le monde, avec une forte présence en Afrique. C'est là une force considérable, mais aussi une responsabilité collective.
Le français nous aide encore à conquérir toute sa place dans l'espace numérique. J'en appelle donc à vous tous, faites vivre notre langue. Parlez-la, écrivez-la, créez en français, investissez les espaces numériques. Parce que la vitalité de notre langue et le renforcement de son rayonnement mondial reposent aussi sur l'engagement de chacun d'entre vous. La joie également d'avoir célébré cette année les 25 ans du prix des 5 continents de la francophonie. Ce prix incarne la richesse et la diversité de notre langue. Il rappelle que le français n'appartient à personne, mais qu'il est porté par toutes celles et tous ceux qui le font vivre, bien au-delà de nos frontières. Mais à cette joie se mêle une inquiétude lucide face au monde tel qu'il est aujourd'hui. Un monde traversé par des crises multiples, des tensions profondes et parfois par la tentation du repli ou du rapport de force. Dans ce contexte, la francophonie a un rôle singulier à jouer. Forte de son expérience et de sa diversité, elle peut contribuer à l'émergence d'un système international plus équilibré, un système qui donne toute sa place à l'écoute, qui respecte les voix de chacun et qui rejette toute forme de dictat. Notre fondation repose précisément sur cela, le respect, la reconnaissance et la valorisation des différences. C'est ce qui fait notre richesse. La valeur ajoutée de la francophonie réside aussi, et j'en suis convaincue, dans sa capacité à organiser le dialogue et à favoriser une coopération concrète entre ses membres en mettant l'accent sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. C'est dans cet esprit que nous avançons vers le 20e sommet de la francophonie qui se tiendra en novembre prochain à Phnom Penh, au Cambodge, autour du thème de la paix, de la stabilité et de la prospérité durable. Chers francophones, en cette journée qui nous rassemble, ayons confiance dans la force de notre engagement collectif pour construire un monde plus humain et plus solidaire. Choisissons chaque jour de privilégier l'écoute de l'autre pour nourrir le dialogue et contribuer à un monde plus apaisé. Et que la génération paix ait en effet le dernier mot. À tous les francophones des 5 continents, je vous souhaite une très belle journée internationale de la francophonie. Tayari huyu ni madami. Kwa sasa niwapeleke katika eneo ya Butembo, hatua wanajeshi Butembo katika ndani ya eneo ya kijiji ama tuseme ndani ya gereza ya Butembo kumefunguliwa watu 12, lakini walikuwa wahasi wale wakitumia silaha kiolela, na wamepatikana katika eneo ya Butembo. Walikuwa wanajeshi wasiojulikana, lakini wameachiliwa kwa leo. Hii ni media ya Bukavu TV, endelea kuwapasha habari zingine tukielekea katika tayari eneo ya Sange. Hatua Colonel Biamana Kasingwa FRDC kwa kweli alifariki katika ndani ya jela ya Ndolo. Kwa sasa alikufa katika ndani ya jela huyu generali, na kwa kweli tutakuja kuwapasha habari za mingi kupitia mambo kama hii. Na ukiwa pamoja na mimi nitakuja kuwapasha habari zingine. Hatua general anayoitwa General Jean-Pierre Kasongo kwa sasa amezungumza na journalist Louis katika eneo ya Lubumbashi kuzungumza hatua ameingia katika politiki ya ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kuna mengi alifanya na viongozi tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo angali kadogo, na kwa sasa amesema amefanya tena na kazi na rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi. Tusikilize anatuambia nini hapo. Déclencheur justement pour qu'il y ait cette redynamisation du service national qui existe depuis belle lurette 1997, 97 pour les Français. Voilà, le service national a été créé au mois d'octobre 1997 par le feu président M. Laurent Désiré Kabila. Plusieurs jeunes ont été amenés ici, les activités ont été lancées. Mais arrivé en 98, la guerre d'agression qu'a subi notre pays, le service national, les activités ont été plus ou moins ralenties. Et depuis lors, s'il faut le dire, le service national est resté en inactivité, s'il faut le dire. Il n'existait que de nom. Jusqu'en plusieurs commandants qui ont été nommés, qui sont passés par le service national, jusque, je dirais, en 2021. Parce qu'il ne faut pas confondre la redynamisation du service national avec mon avènement. J'étais là en 2018, mais il battait toujours de l'aile, le service national.
Mais le service national a été redynamisé à partir de 2020-2021. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? C'est ma rencontre avec le commandant suprême. Lorsque je le rencontre pour la première fois, je lui parle du service national. Il avait déjà l'écho du service national, il s'y intéressait déjà. Mais lorsque je lui parle des atouts que représente le service national pour la reconstruction et le développement de la nation, il va décider vraiment de désormais accorder une attention particulière à ce service qui relève de lui-même. C'est l'élément déclencheur et tout de suite après, le moyen ont commencé à être successivement ou de manière progressive à être mis à la disposition du service national. Les équipements et plusieurs autres projets qui sont lancés et financés. Asante sana kisi mnavyonisikiliza, na kwa kweli muendelee kwa pamoja na mimi ndani ya Media Bukavu TV, na naendelea kuhimiza katika eneo popote ndani ya uwanja mapambano kuwapasha habari zinaendelea kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hatua wanajeshi kutokea sehemu ya Shabunda kutokea eneo ya Lulingu, umeonekana wanajeshi wa wazalendo 25 wamejimite pamoja, wamejitoa katika chama cha wazalendo ama viongozi anaoongozwa na General Pikas katika eneo ya Shabunda, na wanasema hawataki kufanya kazi na viongozi hawa, inabidi wao waendelee katika maisha yao ya kunyanyasa ama kuingia katika nyumba kwa nyumba ya wananchi kuwanyanyasa mali zao. Lakini viongozi hawa wameendelea kukutanisha viongozi wengine ili kupambana na wanajeshi hawa, wameendelea kufanya kazi maarufu katika eneo tofauti. Ini Media Bukavu TV, na katika malalamisho ya wakaaji kutokea eneo tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanazungumzia, kwa sababu tikiliza tangazo kutokea eneo tayari ya huko ndani ya mji wa Fizi. Wakaaji kutoka eneo ya Fizi huko juu milima wanasema hivi: kwa sasa wanachoka na maisha ya wazalendo, waendelea kutikishi ama waendelea kuingia katika nyumba kwa moja kupora mali za wakaaji bila kulinda mali za wenyewe, na ukiwa mwanajeshi sio kuja kunyanyasa. Lakini tatizo wako nayo wanajeshi hawa wanaokuja kuingia kwa nyumba ni watoto wadogo wa kuanzia miaka 15 kuelekea miaka 9. Lakini wanajeshi hawa wanaendelea kuingia kupiga silaha mara kwa mara usiku mahali tofauti ndani ya vijiji. Na kwa sasa tunaomba serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ianze kurekipere bunduki mara kwa moja kwa nyang'anya wazalendo hawa wenyewe hawajui sheria ya kutumia silaha, na kwa hao waende katika eneo ya mafunzo ili warejee kuwa wanajeshi ndani ya wajeshi ya wazalendo. Na wasema kila viongozi vya chama vya wazalendo waanze kuhimiza wanajeshi wao mara kwa moja, kwa sababu kuna wanajeshi wanatumia silaha kwa adhari mbaya zaidi, kutishia, wanatishia vijana katika mtaa, wanatishia mama, wanatishia wazee, kuwaomba nusuru yao ya mali. Hebu nisikilize mara kwa moja ukiwa kutokea eneo gani, endelea kutuma komenti zako na mimi endelea kuwapasha habari zetu katika mara ndani ya Media Bukavu TV. Endelea kufanya subscribe, tutakuja kuzidi kwa habari yetu ya mchana muda wa saa 5 na dakika 30. Na kama unavyonisikiliza mara kwa moja, endelea kufanya subscribe, like, comment, na kuja kuwapasha habari zingine muda sio mchache. Tuonane kwa habari zetu za mchana muda wa saa 5 mpaka habari zetu za jioni muda saa 12. Mimi reporter Nelson ndani ya Media Bukavu TV, ya shabiki zangu na wapenda zaidi kama gisi na nyinyi mnaendelea kunipenda, lakini nasema kila mara ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, umoja ndio itamaliza vita ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Sio Rais Kisigete atamaliza Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo vita. Kumbuka Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo amehimiza kufanya kazi pamoja na wanajeshi wa wazalendo, lakini hajajua ndani ya jeshi la wazalendo kuna watoto kuanzia miaka 9 kuelekea miaka 15, na wote wamekabiwa silaha na wengi wanaenda kuitumia kwa njia sio nzuri, kwa unyanyasaji. Na ndio maana wakaji kutokea eneo tofauti wanatisha Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ama serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kila eneo popote wako waendelee kuhimiza wanajeshi hawa na wanyang'anye silaha, kwa sababu wanatumia kwa njia sio nzuri. Na ukiwa pamoja na mimi endelea kuwapasha habari kupitia wananchi Kenya wanataka, na mimi nawatangazia mara kwa moja. Thank you so much, nawatakia mchana mwema. Bye. Tuje kupatana kwa habari zetu za mchana.